Amen. 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 Nasikia leo chini sana. Nasikia mtu mmoja anaweza sasa kurudisha utukufu na sifa kwa Mungu, ashangilie Yesu, apige kelele hata dakika 3 tu. Tunaweza kuanza. Ya kwanza nashukuru Mungu sana kwa ajili ya Jumapili ya leo. Jumapili ya baraka, Jumapili ya neema. Amen. 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 Sasa watu wawili watatu mwambie Prophet Elia kubariki sana. Amen. Ya pili nashukuru Mungu sana kuona ndugu zangu tulikuwa na yeye Maganzo nani Manyara mageni nasema kama Manyara Shinyanga Maganzo, ilikuwa na mkutano pale siku 8 alikuwa mmoja ya watu walikuwa wamekuja ndani ya mkutano. Ilikuwa baraka sana. Leo nimeona nimefurahi sana. Karibu njomba. Amen. Amen. Baada ya karibuni sana. Baada ya mkutano ya Maganzo, unajua vitu vingine tunaweza tunaongea, lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu anaanza kutuma washahidi. Nimeona tena Sumbawanga jana walipigia simu, nimeona leo asubuhi watu ya Singida wengine wanaanza kupiga simu. Naamini Mungu sana, wakati ya Mungu imefika. Amen. Amen. Nilikuwa na mkutano Maganzo asubuhi, nilikuwa nafundisha kanisani, jioni nilikuwa nafundisha nje, tulikuwa na wapalikuwa tumeleta na wapalanjo watu wengine na waimbaji wengine ya Singida wa kwaya. Ilikuwa ni ya baraka kubwa sana. Amen. Lakini amesikia kiliko hapo, alikuwa ameenda mizunguko wake, lakini amesema hata kazi haendi, lazima ingie na ibada. Baba Mungu, umepata neema ya kuingia na hiyo duma. Amen. Umepata neema kuingia na hiyo duma. Niletee umepata neema kuingia na hiyo duma, lakini hujui vitu gani huyu Mungu ameweka ndani ya hiyo duma. Ukipata neema kabisa ya kuja ndani ya hiyo duma, nataka kumwambia mtu mmoja, linda vitu hivyo hapo. Amen. Amen. Mimi kwa nimeenda Maganzo, nimefanya vitu vingi, nikianza kutoa ushuhuda hadi itapitiliza akili ya watu. Lakini hata akili ya watu ilikuwa inapita pembeni, lakini Mungu alikuwa mwaminifu sana. Nimefanya mkutano Maganzo na kanisa hii moja, nilikuwa kuja kufanya mkutano kwa Pastor James, ilikuwa na watu karibia 6. Pembeni pale ilikuwa na mkutano ya KKT ya nje. Mkono mwingine ilikuwa na mkutano ya msiki kama Assembly of God. Mimi nilikuwa katikati na kanisa la usiku. Tumeanza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, watu wote wameama wamekuja hadi mwisho. Iko kwenye mtandao, kwenye YouTube unaweza kuona. Amen. Ilikuwa na wazee, watu walikuwa wanakaa, wengine wanakaa hadi kilomita 3 wanapanda kwa ajili ya kuona. Bila matangazo yoyote, kwa sababu Mungu alikuwa pale. Ilikuwa mkutano ya nje, lakini ilikuwa anafundisha. Amen. Kwa sababu kila kitu naweza kupita, lakini mafundisho itabaki. Tuamini Mungu sana, Mungu anaweza kufanya mambo makubwa sana. Amen. Amen. Wewe unakaa unaenda, lakini watu wanajua kwa mbali, wanasema wanataka kuja kazi. Kama yeye amekuja amesema lazima aingie kazi hapa. Sasa wewe unakaa, huwezi kujua vitu kufanya. Kuna watu wamesema naamba Singida wanakuja hapa. Wanachukua nini, wanataka kufanya kazi hapa. Sasa ukichelewesha sehemu zako itachukuliwa na mtu. Tunaenda na mimi tunaongea taratibu ni prophet. Naongea tu sinaongea vitu na watu watatoka Dar ya Mwanza wanapiga simu ya nani wanasema kwa watu wengine wanakuja wanapotea, lakini Mungu ni mwaminifu. Hizo kubariki sana. Ilikuwa na mwingine kukaribia 7 walikuwa wamekuja hapa Jumapili imepita, lakini walikuwa wamesahau. Wameenda kumtafuta mimi kwa jirani zetu hapo. Wameuliza watu nabii kwa, tumesema nabii iko ndani. Wameingia sio wamekaa hadi mwisho wajaona nabii. Wamerudi. Wameongea usina mchungaji alikuwa pale. Mimi nashangaa tunatumikia Mungu, lakini hadi watu wanaongea
tunaongea uongo, sio mara kwanza, mara pili, sio mara tatu. Hata siku ya kubadilisha pete ya helmet ya light, watu karibia 20 wameenda, wamesema tunatafuta prophet hapa. Kwa prophet wamesema ndio, sio iko na nini itafanyika upate, wamesema ndio, karibu. Watu wanaingia, wanakaa mwisho. Naongea niko live na mitandao YouTube, Instagram, nabeba maneno yangu, naongea na vitu gani naongea. Kuona jinsi gani hadi wapi vita hiyo ndio maiko na vita. Amen. Itakuwa sina siku watu baya watakuja kumtafuta, watapata wao tu. Lakini kitu iko hapa, hakuna mtu anaweza kuchukua. Nataka kumwambia mtu mmoja, Yesu yuko hai. Amen. Vitu amesema kwa ajili yetu tutaona. Amen. Huyu mwaka iko na vitu vingi ya kushangaza. Amen. Amen. Jumamosi asubuhi, kwa asubuhi sana, nilikuwa na usingizi, nimelala. Nawaza saa 12:05 nimeona Mungu ametuma malaika yake kwangu. Amen. Amen. Unajua tunaenda na wakati mbaya. Amen. Lakini huyu Mungu analinda watakatifu. Nimeona Mungu ametuma malaika. Huyu malaika Yohana alikuwa ameona. Mimi nilikuwa nawaza alikuwa mzee kama mzee. Lakini hadi sasa yuko DC alikuwepo. Amen. Kwa ameniletea ujumbe kali sana. Ninataka kumwambia mtu mmoja, kila mtu asimame na sehemu yake afanye kazi. Amen. Amen. Alikuwa ameletea ujumbe. Hiyo ujumbe alikuwa anasisitiza naendelee kusimama vizuri na kazi. Nyuma yake kwa juu kidogo alikuwa amesindikiza na Mikaeli, hii malaika. Tunaenda na wakati Mungu anataka kuonana na viwango vya juu sana. Amen. Wiki 2 imepita, ilikuwa na vita kali sana hapa. Amen. 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 Ilikuwa hata na watu wengine walikuwa wanakuja wanatupa vitu vya ushirikina hata ndani ya kanisa. Hata vitu. Lakini jana nimeona malaika amekuja baada hapa, ametoa, amesafisha kila kitu. Ametakasa. Amina. Tukae sawa sawa na Mungu, kwa sababu hadi tumalize mkutano, tuingie tumalize miezi mitatu iko mbele. Iko na matokeo ya hatari sana, itashangaza watu. Amen. 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 Ndani ya miaka mitatu imepita, nimekuwa malaika amekuja kumtokea tu Jumamosi. Ametoka kwa Mungu. Amen. 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 Mimi mwenyewe najua vitu gani amesema muhimu. Nataka kumwambia mtu mmoja, ingia na kazi ya Mungu. Jitahidi kabisa usimame na Mungu, siku moja atarudi. Amen. Bado sijaingia na mambo, nataka uelewe kwa nini nasisitiza hivyo. Nimetembea na Mungu maisha yangu ya huduma zote. Sijawahi kusema nimeanguka nimefanya kitu fulani, lakini ilikuwa na vita kali sana hiyo kiamsha. Vitu vingi. Lakini nashukuru Mungu amekuja kurudisha vitu sawa. Amen. Hata maisha yako lazima irudi sawa sawa. Amen. Muda ya mwisho sio ni mbaya sana, ni mbaya mno, lakini Mungu analinda. Amen. 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 Naomba tusimame dakika 2. Tufunge macho. Kidogo tuabudu. Mungu atafanya. Funga macho, nyosha mikono yako mbele. Anza kumwambia Yesu kitu gani unataka Mungu afanye kwa ajili yako. Unajua kila kitu itapita. Hii dunia itapita. Vitu itapita. Lakini Mungu ni mwaminifu. Nimeona Jumamosi jinsi gani huyu malaika alikuwa anaongea. Baada hapa alikuwa ameanza kutakaswa. Hii eneo kote ilikuwa hapa, alikuwa na vitu haja ametoa. Nimeona tabisa alikuwa amenitakasa tena kwa ajili ya kazi huyu Mungu anataka.
Nataka kumwambia Mungu kitu kwa ajili ya maisha yako. Inawezekana kupitia maneno, kupitia mawazo, kupitia matendo ilikuwa na maana huyu ijakaa sawa sawa na Mungu. Huyu mfano mara mwingine umeanguka. Mwambie Mungu asimame kwa ajili yako, atakase maisha yako. Mwambie Mungu abadilishe historia ya maisha yako. Wewe hata kuomba kwa ndani, omba vitu inatoka moyo wako. Unajua Mungu amesema na watu wako hapa, hii watadanganya tena, watachezea tena maisha yao. Mungu amesema watazika. Nilikuwa nimeona hii malaika alikuwa anaongea na hasira kubwa. Alikuwa anaongea na nguvu kabisa. Alikuwa anaongea anaamini kabisa vile alikuwa anasema. Amesema nimetumwa na Mungu yuko hai, mwana kondoo amekaa na kiti ya enzi kuletea habari. Nataka hii habari ikifike hata wewe, kutoka kwangu hadi ti, tusimame na kazi hiyo. Acha kumwambia Mungu kutoka moyoni wako. Mwambie Yesu, nataka maisha yangu itakaswe. Ukijua ulikuwa umefanya tendo moja ilikuwa sio sahihi, hata neno moja ulikuwa umesema ilikuwa sio sahihi, omba Mungu msamaha, kwa sababu tunaingia na muda ya mapigo. Hii itakuwa sio vizuri sana. Nimeona Mungu kutuma malaika. Oh Yesu. Nataka kusikia sauti ya mtu mmoja anaomba. Funga macho, nataka kusikia sauti yako naomba. Nataka kusikia sauti ya mtu mmoja anainua sauti yake. Anaweza kusema Mungu nisamehe kwa ajili ya kitu fulani. Anaweza kusema Mungu nibadilishe maisha yangu. Anaweza kusema Mungu damu zako itakase maisha yangu. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, 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 Nzambe, Nzambe,
Oh, Yesu mzuri, Yesu mzuri, Yesu mzuri, 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 Yesu we, Yesu we, mkuu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu we malamu, Nzambe, Nzambe, yemba ilonga nanga yokumbama yemba makasi nanga yokumbama yemba yo Nzambe nanga yokumbama yemba yo Nzambe Nzambe ngaina betela tonoe yonde Nzambe nanguya yonde licha ya masatuwe yozali Nzambe yozali Nzambe nanga yozali Nzambe yozali Nzambe nanga. Mwambie Yesu atakaswe maisha yako. Anza kumwambia Yesu ainuliwe ndani yako. Anza kumwambia Yesu afanye mambo yanayopitilisha maisha ya watu. Anza kumwambia Yesu aonekane. Anza kumwambia Yesu, mwambie Jumapili ya leo, Baba, nataka ufanye kitu kwa ajili yao. Nataka ubadilishe maisha yao. Yesu, nainua macho yangu. Leka ya basekete ya babase. Nataka kuomba kwa ajili yako. Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya damu zako. Hii imeanza kutakaswa, hiyo huduma inatakaswa, hii inatakasa vyombo wa viti, inatakasa hii hekalu, inatakasa moja baada nyingine, inatakaswa kila kitu. Baba, ni Mungu, inaonekana kitu tumesikia neno lako Yesu. Asante kwa sababu tumepokea njema habari toka kwako kupitia malaika yako. Leta ya pasekete mana senta ya Baba. Leta ya pasekete mana senta ya Baba. Leta ya pasekete mana soto ya Baba. Leta ya Baba sekete ya Baba. Baba, tunaomba nguvu zako ya Roho Mtakatifu. Yesu, tunaomba nguvu zako ya moto. Yaanza kutembea mahali hapa. Popote vikao ilikuwa inafanyika, popote wachawi walikuwa wanapanga vitu kwa ajili ya kupigana na hiyo huduma, Baba, nashusha moto. Yesu, nashusha moto. Naanza kuharibu kila mipango ya shetani juu ya hiyo huduma, juu ya malaika umesimamisha mahali hapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iko hapa anaitwa Yesu Kristo. Nimeona ufalme wake kushuka. Nimeona ufalme wake kushuka. Nimeona kubadilisha maisha ya watu. Nimeona Mungu kuinuliwa. Heka ya bashekete mana sotoria. Heka ya basekete mana sotoria Baba. Yesu, tunakuinua. Baba, tunakubariki. Asante kwa ajili ya muda. Asante kwa hii baraka. Katika jina la Yesu tumeomba. Tunaamini.
tunaweza kusema kwa nguvu amen. Amen. Yesu naweza kusema tena vizuri amen. Amen. Tunaweza kukaa tunashangilia Yesu. Yesu mtu mmoja anaweza kushangilia Yesu vizuri. Amen. Kwa haraka sisi sasa tunaingia na Ufunuo ya 13, sura ya 13 kwa ajili ya watu wajaja siku nyingi. Tumepitisha siku karibia 3 na maombi tu. Tumekuja, Mungu anasema tuombe. Tulikuwa tunaomba saa 9 hadi saa 12. Tulikuwa tunaomba, tunaabudu Mungu, tunaomba. Tujui Mungu anataka kufanyaje. Lakini Mungu alikuwa anataka sura ya 13 tuingie leo. Amen. Naomba msomaji wa Biblia achukue Biblia hapa juu, asimame na mic. Tunaamini Mungu sana, Mungu atafanya. Amen. Tumeona vitu vingi sana kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya 12. Leo tunaingia na sura ya 13. Lakini na sura ya 12 mstari ya 15 Biblia inasema tulikuwa tumeona huyu Mungu anasema mambo hivi manabii walikuwa wametabiria sasa imeanza. Ndio umeona shetani na muda ya mwisho amesimamisha wanabii wa uongo, kwa sababu anajua manabii wa uongo wakisimama watabadilisha habari. Amen. Lazima ujue nabii ni nani. Nabii ni mtu Mungu ametakaswa kwa ajili ya kutakasa watu wengine. Mungu anaweza kuona kinabii zake njia anaenda sio sahihi, anataka kuharibika, au alikuwa ameanza kuharibika, atarudisha na njia sahihi. Amen. Nabii wa kweli haiwezi kufa aende kwa shetani ya Mungu. Mungu akiona kimani naenda kuharibika, Mungu anatoa yeye duniani. Ndio umeona hata Musa baada ya Mungu kusema piga mara moja, amepiga mara mbili. Mungu amesema nakupenda sana, lakini huwezi tena kuingia huko. Leo kazi yako hapa sasa hivi imeisha. Amen. Musa ameacha kazi, Jethro ameendelea, Musa ameenda mbinguni. Nataka kumwambia mtu mmoja, tunaenda na wakati mbaya mno. Huyu dunia ni Mungu itaharibika, lakini Mungu atasimamia watakatifu. Amen. Naomba msemaji Biblia hizo usimama, naweza kusoma Biblia vizuri. Tuchukue chukua maiki samani. Tuchukue Ufunuo ya Yohana 13 tuanze na sura ya kwanza. Huo unaandika Ufunuo ya Yohana sura ya 13 mstari ya kwanza hadi 18, lakini mimi nataka tuanze hapa na mstari ya kwanza tuende taratibu. Amen. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10 na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Amen. Biblia inasema ameona mnyama akitoka wapi? Katika bahari. Leo roho ya hii mnyama ndiyo inatumika, lakini mnyama bado hajatoka. Amen. Nataka kumwambia mtu mmoja, nilikuwa nimesema mwanzoni, watu wataingia mbinguni mara 3. Tuko na watu watakatifu ya sasa watainuliwa tu wanaingia. Amen. Tutakuwa na kundi ya pili. Amen. Huyu wataingia, tulikuwa tumeshapita. Wataingia bila kuteseka. Nimesema mwingine ataingia bila mguu, bila kichwa, bila nini. Ipi tulikuwa na kundi ya 3 ya wafu, watu wameshakufa. Jinsi gani wataingia mbinguni? Wewe unakimbia katikati ya wiki vitu huwezi kuelewa sana. Sasa baada ya hii vitu kupatikana hapa sasa, na huyu watu walikuwa wamebaki duniani, iko na matokeo sasa imeanza. Biblia inasema nyama anatoka baharini. Amen. Huyu nyama mwenye pembe na vichwa 7. Maana yake alikuwa na vichwa 7. Kila vichwa ilikuwa na nini? Pembe moja. Kama hapa wewe umesimama hapa, uko na vichwa hapa 7 inatoka hivi. Ukisimama tu hapa getini, watu watatoka hapa. Hii ndio siku mlango mpya itatengeneza hapa. Tutajua watu wanatokea hapa. Sasa huyu nyama anatokea baharini. Amen. Kama Biblia inasema hii nyama anaonekana dunia mzima, maana yake mnene yake vipi? Atakuwa mnene aje wapi? Aje akisimama aonekane vizuri duniani. Mwenye pembe na kichwa 7. Biblia inasema na juu ya pembe zake ana vilembe 10. Amen.
Juu ya kichwa hii mtu na vilembe 10. Amen. Ndio kichwa. Juu ya Biblia inasema, nataka uelewe vizuri sana. Biblia inasema na juu. Biblia inasema na juu ya pembe zake ana vilembe 10. Maana yake juu ya hii pembe iko na vilembe 10. Ya kazi gani? Ndio tutafunza leo. Amen. Biblia inasema ya vichwa vyake majina ya makufuru. Amen. Jina lake linaitwa jina nini? Ya makufuru. Kwa ajili gani? Kwa sababu au naongelea vibaya. Imeandika hivyo no? Sasa watu wanacheka, ni Biblia. Tukiongelea baba mtu tumeona kama Kifaransa nasema blaspheme. Mtu amekuja kuchafua kitu fulani. So mimi natumia lugha mbili, natumia Faransa, natumia kwa jina pata tafsiri ya kweli. Ndio huyu nyama amekuja kuchafua. Maana yake tukiona hii nyama tunaona mfano nani? Ya shetani. Tunaenda na wakati huyu shetani atasimama kufanyaje? Kuchafua kazi ya Mungu. Amen. Kuchafua kazi ya Mungu. Sasa akichafua, mtu mwingine anaona anachafua mtu fulani, anachafua familia fulani, anachafua huduma ya mtu fulani au kanisa fulani. Hauwezi kujua hii roho ya hii nyama. Amen. Sasa na siku ya mwisho nyama atatokeleza mwenyewe. Baada ya kutokeleza, vitu gani itafanyika? Hapa Mungu anasema aina gani, jinsi gani atachora. Unajua siku watu watabaki bila kuinuliwa kwenye mbinguni, watateseka sana. Anatembea siku nyingine, anaona mtu anatembea anaishi, lakini kichwa imekaa kwenye mguu, anatembea kwenye mkono. Sasa unaona mtu kwa barabarani, sijui utakimbia. Unafika mbele unakuta mtu ya kichwa sawa. Ndio itakuwa na mambo ya ajabu siku ya mwisho. Nataka kumwambia mtu mmoja, ishi maisha matakatifu. Okoka, kwa sababu muda sio mrefu Mungu anafanyaje? Anakuja. Amen. Amen. Mstari ya pili. Na ile mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa tuanze hapo. Biblia inasema huyu nyama alikuwa mfano nini? Ya chui. Sasa itakuwaje? Chui haina kichwa saba na pembe ya nne, lakini yeye nyama yameona alikuwa mfano ya chui. Amen. Tunaenda na wakati mbaya sana. Hata Biblia ikiongelea mfano ya chui, maana yake chui iko na uwezo kama simba. Amen. Iko na uwezo ya kufanya vitu vingi sana. Usikubali uchezee maisha yako na muda ya mwisho. Amen. Au watu wanasoma Biblia Kiingereza au Faransa wanaweza kusema leopard. Amen. Tunaendelea. na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Sikiliza, nyama moja mtu. Miguu yake inafanana miguu ya nani? Kama miguu ya dubu. Itakuwaje sura ya chui, miguu ya dubu? Ndio Mungu ameweka uwezo nyingi sana ndani yake. Tuendelee. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Kinywa chake kama nani? Ya simba. Hakuna kinywa imezidi kinywa ya watu na nyama zote ziko duniani kama simba. Simba meno yake inakaa hivi. Inafika hadi sentimita 15. Tukichukua sentimita 15 inaweza kufika hii minu moja. Sasa inakaa inafanana hivi. Sasa ikiingia wewe hapa, akiingiza inatoka hapa, inatoka moja tu. Sasa umesema kinywa chake ilikuwa kama nani? Ya simba. Hii masimba madogo. Sasa masimba makubwa tena kama huko kwa ndetu basi. Unaona simba? Mimi kutu huko si ndani. Simba anafika hapa. Na simba hapa nimeenda kuzunguka kwa wanyama nakuta wadogo sipika wao watoto ya kweli. Na sisi wanafika hadi kwenye mawe hapo. Wanafungia kwenye nyumba. Simba kabisa mziki mimi na wewe. Ukifika tu nitabia amenifungia, lakini alifanya tu. Unaanza kukimbia, unarudi kwenye gari. Umesema toondoke. Amesema pale tutembea siku
kutoka. Nasema pesa zangu mwenyewe nimechoka, nimemaliza hapa narudi. Hofu tu ya kufa, sauti tu. Amen. Tuendelee. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Biblia inasema, nataka urudie tena. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Biblia inasema yule joka, sio Mungu. Nataka uelewe vizuri sana. Joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingine. Uwezo ya kufanya nini? Mstari ya 3. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Biblia inasema ameona nini? Kichwa chake kama ilikuwa jeraha la mauti, kama usijui Kifaransa. Ndio kichwa zake iko kama mtu amepigwa hadi kufa. Tunaweza kuongea Swahili vizuri hapa. Sasa huyu nyama ya kali sana kama haya anakuja kama amekuja amepigwa hadi kufa. Ujiko juu huwezi kujua amepigwa na Mungu au na malaika Mikaeli. Maana yake gani? Anashuka na hasira mno. Amen. Ukifuatilia amepigwa na maombi yetu watakatifu. Kila mmoja alikuwa anaomba, Baba, natuma moto, Baba, naharibu. Hii nyama inapigwa hadi kufa. Sasa siku anashuka dunia, anakuja kukuona wewe utainuliwa. Utapata vitu zako tu. Ndio nataka kumwambia mtu mmoja, ishi maisha matakatifu. Ishi maisha haki, itakuinua, itabadilisha maisha yako. Amen. Tunaendelea. Na pigo lake la mauti ikapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama. Biblia inasema kichwa chake na watu wamefanyaje? Ikapona. Dunia mzima wameanza kufuata huyu nyama. Tunaenda na wakati. Huyu dunia inaanza kufuata nyama. Amen. Dunia inaharibika. Kuna mwingine wao juu hii dunia inaharibika. Mimi najua kitu dunia inafanyaje? Inaharibika. Tukienda Amerika, mwimbaji mmoja ya mwanamke hapa amejenga kanisa. Huko kanisa yake watu wanaingia tu na chupi tu. Amen. Nina picha na bachane zote hapa. Jina lake ni Daudi baadaye. Amen. Kanisa amenunua kanisa kubwa ya Roma. Amen. Kanisa kubwa ilikuwa Amerika ya Roma. Sasa yeye ameweka kanisa yake, amekaa na kiti mwenyewe na anavaa na vazia na chupa, amekaa pale na kiti kubwa, watu wanaabudu yeye. Anapita na bachane zote hata ya Tanzania ameenda. Mjini itakuja tu. Watu wanaanza kuabudu bila kujua. Amen. Tuko na wananchi Ulaya leo, ukizaa mtoto wanaingiza hiki kitu hapo kama iko na kitu moja dogo sana walikama kwenye simu. Na simu zote iko inaitwa Peace Kifaransa. Hii kitu ndio inafanya simu zako itakuwa line, itakuwa kila kitu ifanye kazi. Hii kitu iko kidogo kama mchanga. Sasa inaweza kuongezeka kidogo. Sasa kwa uzaa mtoto wanaingiza mtoto. Hata Amerika wameshapitisha kitu na sheria yao ya 10. Wanasema nini? Wanataka watu ya Amerika wanaanza kutembea bila ya passport. Akifika tu immigration anakiweka pale, jina lake linatoka anapita. Tutafika pale. Sasa wewe muda ile lazima uombe usimame na Mungu. Wewe unachezea maisha. Huyu mmoja hii nyama imeshaanza kutumika. Lakini nyama atatokeza muda ya mwisho. Mimi naona matokeo mbaya sana inafanyika na muda ya mwisho. Watu wapendi vitu kama hapo. Watu wanapenda tu wanakuja kanisani. Barikiwe. Baba naona gorofa 3 imesimama nyuma yako. Amesema kweli nimetoka kwa Bwana. Gorofa imesimama nyuma ya mtu vipi? Amen. Ukimwambia mtu okoka, acha kitu fulani, anachukia. Nataka kumwambia mtu mmoja, nyama sasa ameanza kuongoza. Amepewa nguvu na joka ya kuongoza ya kutawala. Itakuwa sio tena. Sasa hivi tunaishi na neema. Hapa neema imeisha. Itakuwa umeweka mtu kesho tusameka Kristo. Kufa hamna tena. Akimeenda umegonga na gari kichwa imefinana hivi kwa kimepasuka. Anasimama na yeye kichwa chake dabaki hivyo hivyo tu anatembea. Watu itakuwa na mambo ya ajabu sana. Mtu ya mguu mmoja anatembea na fimbo, hamna mtu mguu mmoja anatembea tu hivi. Hadi maisha yote bila
chako sitafiwe. Ndio unaona maisha. Wewe tafuta ukoke tu. Amen. Amen. Biblia inasema huyu nyama atafanyaje? Ndiye ataongoza. Twende na ndani ya nne. Mstari ya 4. Wakamsujudia yule joka. Kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu. Turudi na nyuma kidogo. Biblia inasema wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo nyama uwezo wake. Watu wote wanaanza kuabudu nyama. Sisi tunakuja kanisa tunaabudu Yesu. Watu watakao wanaanza kuabudu nyama ya mgeni kichwa 7. Watu wote, mimi askofu, mchungaji, mimi nani? Kama hujapata neema kuinuliwa, ulikuwa umechezea maisha yako, sasa utabaki kuabudu nyama. Atakuwa na uwezo zaidi. Unajua, nataongelea ndani ya siku 100 itaanza mwezi wa 6. Vitu nyingi na uwezo, nataongelea nguvu, nataongelea vitu nyingi sasa hivi, natafundisha vitu haifundishi kanisani. Hapa Tanzania watu wanapenda ushirikina sana. Sana. Lakini haina nguvu ushirikina. Tuko na watu wako na nguvu ya kidogo tu. Nimezunguka, nilikuwa nimeenda Sumbawanga, nimeenda Singida. Najua uchawi ya Tanzania inatumika makao makuu ya Tanzania uchawi ni Singida. Amen. Najua Sumbawanga ni wanganga tu ya kienyeji ndio wameingia kwa sababu ni wanavuka maji, wanatoka huko kwetu. Wanavuka maji. Niko na sehemu nyingine kwa nguvu tofauti. Watu wanapenda ushirikina sana. Lakini hapa ushirikina kama ushirikina. Amen. Ukienda nje utakuta watu wanapenda ushirikina zaidi tena. Lakini nguvu zao ni ndogo. Ndio umeona ukienda nje unakuta ushirikina wao sana inatoka Uingereza. Wanganga kidini wanaenda kufunza Uingereza, wanaenda ndio wanaleta nje. Lakini na nchi kadhaa hii imezaliwa na nguvu ya ushirikina inaweza kuchukua kama Senegal. Sijui kama Swahili wanaitwa. Yes, Senegal. Mimi naongea lugha ya Kifaransa sana. Unachukua DRC. DRC watu wapendi nguvu ushirikina. Lakini madini zetu ushirikina hapo. Muda kabila baba alikuwa anakuja na vita kuingana na watu wake. Mkuu ya mila ameamisha kama umeo. Unaona umeo? Ameweka mahali. Ndio mtanatoka Moshi, anavuka na mbia Manyara, ausha mzima nne imepotea. Imepotea sio kwa roho, kwa mwili. Sasa ilikuwa ni Kisangani kwa Gold. Watu wamepoteza. Wamepoteza na Kristo. Gawa usaidizi ilikuwa pale, wamepoteza wao, wameweka wao mahali. Sisi kama unaelewa. Mwingine vita ilikuwa imeenda sema kwa sababu tunawaza Kongo ni vita. Kongo mahali ya vita kama Tanzania vita inafanyika kama naweza kusema kama Namanga tu. Hata Namanga ni kubwa, lakini hapo ni mahali ya vita inaendelea sana. Kongo mzima ni sawa. Amen. Sasa sehemu nyingine vita ilikuwa inafanyika. Huyu mkuu amesema tunakuja wanalia kwa mkuu amesema tutakimbia wapi? Kwa mkuu ameenda kwa baba Amina. Baba Amina amesema kila mtu aende usimama karibu na mti. Kila mtu akisimama karibu na mti alikuwa mti. Sasa hiyo jeshi wanakuja wanakaa pale chini. Wanaingia nyingi na mimi watu wamesema hii mkuu kuna watu. Amesema ukiona tu mti simama karibu na mti. Hakuna kitu kinaweza kufanya. Amen. Tumezaliwa na nchi yetu DRC. Iko na watu ya ushirika. Ametangaza kabisa Mungu. Maisha yake kwanza amezaliwa. Aje amefika miaka 50, miguu yake inakanyaga chini. Anatembea mita 1 juu hivi. Wapo hadi leo wapo. Nasikia mababu wapo. Hapa Katanga wageni wapo. Sasa ni mahali tu lazima ombe. Sio kama hapa mwana mtu mmoja ameenda hapa na yote. Kumwambia watu hii vitu ndio itafanyika na muda ya mwisho. Kama sasa nguvu hamna umetumwa pale, utarudi chizi. Ndio umeona baba mmoja kwetu mtu alikuwa anaimba mayai ya hii baba. Naongea hapa lakini watu wanacheka tu. Baba yeye amepita kwenye channel ya TV amesema mimi sio Mkristo. Sipendi kabisa ujina kwa sababu inaharibu vitu zangu.
Kwa sababu sisi mchungaji wa kweli akifika mara wanganga zote ya kienyeji watu washirikina wako pale wanahama, hata nyumba yake anaweka mshirikina, aweka hata mpangaji akaya. Vitu zake itaharibika. Au kompania Mungu, kompania sio ya Mungu. Tuko na mwanasiasa wanaongea vibaya kwa kwenye TV, anachukua kumi anapiga kwenye TV, huku mtangazaji anavunjika TV ya live. Yeye kwa nyumbani anapiga ngumi kwenye TV huku ndani anavunjika. Amen. Sasa wewe unachezea. Biblia sasa nasema na muda mwisho huyu nyama atapewa nguvu zote. Nasema huyu ni nguvu madogo madogo tu. Amen. Huyu nguvu madogo madogo tu. Nguvu madogo. Ndio umeona hata wao haisotaka kuingia kwetu. Lazima aende kwa hii mababu zote hapa, apige wao magoti, baba ashike kichwa yake, ashike kichwa yake, ashike kichwa yake. Amen. Huko na mahali unaenda hata kwa kufika pale, lazima upite kwa hii watu, wakufanyia matatizo taona. Mtu anageuza nyuma, watu wawili wamegombana kama mchawi hapa na mchawi ni wamepigana, wamegombana, mchawi amegeuza gate yako. Unaamka siku na fungua unatoka kwa jirani. Hii gate leo imefika nyuma vipi? Sio kwa roho, kwa mwili. Ndio nataka kumwambia mtu mmoja, shetani anaogopa nguvu ya Roho Mtakatifu tu. Amen. Watu wanataka ndio wanaona matokeo. Anakaa hivi anaona moto inashuka juu. Anakaa hivi anaona mtu alikuwa ameiba vitu, anaona ndege amebeba mfuko ya mahindi anarudisha. Anavuka imetoka zile mfuko inakuja. Wamesema inakuja na nini? Ndege amebeba mfuko kubwa. Ya ndani ya samaki ya kukausha. Anakuja kurudisha na shusha kwa mpakani pa ndege anarudi. Huyu amesema ndege vitu zangu nilikuwa nilipotea ndio huyo. Ametuma ndege ameenda uchukue. Sasa wewe umeshika tena. Lakini hii nguvu zote iko chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii nguvu zote iko chini ya nguvu ya Yesu Kristo. Ndio Biblia inasema iko na malaika ya ulinzi kwa ajili ya watakatifu. Wewe unachezea maisha yako kwa sababu bado hujaona vitu. Mimi nimeenda hapa Sumbawanga, siku ya kwanza nimekuja tu. Amesema hapa nilikuwa na mchungaji mmoja ametoka Tanga amekuja hapa. Alikuwa ametoka Dar. Alikuja kwa mkutano, amelala hapa na hoteli amelala guest. Amelala asubuhi ameamka poleni Tanga. Sasa kama hivi mchungaji alikuwa amelala na chupi tu au bila nguo, ameamkiaje huko? Amen. Watu wanasema tu ameamka, lakini ameamka na hali gani? Kwa sababu gani? Yesu hamna. Tena nataka kumwambia mtu mmoja tutamrudisha Yesu. Biblia inasema watu huyu mtatapewa nguvu, watu waabudu. Huyu naye atapewa nguvu kwa nyoka, watu waabudu nyama. Leo watu jisho wameanza kuabudu nyama. Tuko na makanisa, wameka unaona kanisa mwingine wamechukua eneo kubwa, wamezungusha chuma. Hii kanisa iko na watu wanakaa kwenye mvua, lakini wamechukua eneo kubwa inaweza kuingia hata watu 200, wamezungusha. Tunaangalia kwenye TV. Huko mtaingia amesema Roho Mtakatifu inashuka pale. Ungani Roho Mtakatifu inashuka kwa mtu. Nguvu ya shetani inashuka kwa vitu. Amen. Amen. Tunaendelea kuna ile. Nao wakamsujudu yule mnyama. Akisema ni nani kapanda naye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Biblia inasema na watu wameanza kufanyaje? Kuabudu, kusujudu nyama. Sasa wanauliza nani anaweza kupigana na nyama? Kwa sababu Roho Mtakatifu hamna tena. Neema imeisha. Ukijaribu kutoka katika jina la Yesu, mkono imeenda. Sasa mkono wake unageuka chini nafanya hivi. Nirudishe, utakimbia. Huyu muda unaweza kuokoka. Amen. Huyu muda unaweza kubadilika. Tunaenda na wakati mbaya sana. Amen. Mimi nilikuwa siku moja nimeenda kuombea nyumba moja ya Kibaha. Hii nyumba wachungaji wengi wameenda pale wamekimbia. Mchungaji mmoja anashangaa anapita kwenye TV anaongea mambo ya nguvu ya mabadiliko. Sitaki kuongea sana kwa sababu unaweza kutambua jina. Ameenda huko pale. Ilikuwa 2015. Ameingia kwenye nyumba na ibada zake, amepaki gari na watu wake. Ameingia ameanza kuomba. Hii nyumba ukiingia tu kama wewe utapigwa fimbo. Mtakupiga fimbo fimbo inakupiga watu. Mchungaji anapita kwenye matiji hapo anasema vitu kila siku naona mtu mwingine anapita mara mbili mara tatu. Amepigwa fimbo.
wake alikuwa sema ametoka shuleni si wapi. Ameacha mtoto, amepitiliza. Maumivu ilikuwa imezidi. Amen. Kwa sababu gani? Shetani anaogopa jina, sio jina. Iko na jina moja tu pekee, jina Yesu Kristo. Kama unataka kuingia, amemwaga mafuta nyumbani, amemwaga mafuta, amepaka mafuta getini, amemaliza, amechukua maji, amemwaga chumvi, ameomba, kabla kuingia amesema waweke sadaka. Wameweka sadaka. Wamemaliza sasa kuweka sadaka. Huyu mchungaji sasa amefanyaje? Ameingia. Na watu wake wanaanza kuomba. Amesema tu katika jina la Yesu. Imeenda. Inapiga zaidi ya 30 na dakika. Ndio mchungaji amefika kabisa getini, lakini mlango ya kutoka nyumbani anashika, haoni tena. Maumivu imezidi, anakimbia, anaanguka, anasimama, anaanguka. Ulinzi akikimbia. Mtu ya mazoezi na anakimbia, au sisi ndio kawaida tukaangu. Hapa kidogo. Watu walikuwa wakai na yeye. Amen. Kwa hiyo nyumba ilikuwa imetulia na mizimu. Nimeenda siku moja na Pastor Imam, hata amesema sasa hivi atakuja mwezi wa 11. Tumefika pale. Amen. Amesema, "Prophet tumeona nini?" Sema sasa sijaona kitu. Amesema kama hivi mimi siingii. Kwa nini nende hapa sasa unaona? Kwa sababu Mungu bado hajaonyesha. Nimekaa, Mungu amesema ingieni sasa. Nimeingia. Nimeona familia wenyewe wanakaa kwa nyumba, mgeni ya pembeni inafanana hii nyumba. Iko na kile kitu ndani, hakuna siku mwizi anaingia. Hata mwizi akiingia pale lazima apigwe. Wewe mgeni ulikuwa unakimbia mtoto unaenda kujificha pale, lazima upigwe. Ilikuwa mahali imetulia na mizimu. Ilikuwa ni yao. Nimeingia pale. Baada ya kuingia nimesikia sauti kama mwanamke inapiga kelele chumbani. Kwa nguvu sana. Nikuja kufanya nini hapa? Kwa nini nimesema sawa, shetani akishaongea tayari tumeshinda. Sasa ingia tumeomba. Baba mwenye nyumba anaangalia mchungaji, vipi uko salama? Kunigirisha. Nasema niko salama. Tuingie na nimesema hapana, mimi naendelea hapa tu. Tunaomba. Lazima natafute namba zao. Hiyo natafuta wasaidizi wa kutoka wao, nikumbuke sasa. Tumeomba. Amen. Ibada kuomba, Mungu amefanya. Amen. Mungu amefanya. Tumekaa. Huyu mchungaji tunaona leo leo anasema haiwezekani. Mungu ameshafanya ukati. Tunasema baba, tukijaribu siku ya kwanza, ya pili, hata ya tatu, tunasema tukijaribu sawa, lakini kitu kubwa Mungu ameshafanya. Tunaenda na wakati Mungu anajaza watu wake na nguvu. Huyu shetani atafanya si matokeo baya mno, matokeo ya ajabu sana. Naongea na mtu mmoja, usikubali ufike hadi siku. Ishi maisha matakatifu. Siku watu wa kwanza wakiinuliwa, wewe unaanza kuangalia kwa chini kama chini. Unajua watu wengi wanachezea hii mstari. Biblia inasema Lazaro alikuwa maskini, lakini alikuwa na tajiri. Lakini huyu tajiri baada ya kubaki, baada ya kufa, anaomba Lazaro kitu kidogo ya maji tu aweke mdomoni. Hii vitu itafika siku moja. Amen. Utengeneze na Mungu. 5. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Amepewa uwezo wa kufanya kazi miezi ngapi? 42. Hii matokeo ya muda ya mwisho tu. Mwezi 42 ni sio dogo. Mwaka hiyo na mwezi ngapi? 12. Sasa piga 42 kwa mwaka ngapi? Ya mateso ya kila dakika. Hamna njaa, hamna kufa, hamna usingizi. Umeme umeenda, dunia imeharibika. Sasa shetani ndiye amekuwa ufalme. Mungu amegawa dunia ya shetani, amegawa na mbingu. Imekuwa vitu viwili tofauti. Tengeneza na Mungu hii muda. Amen. Usikubali uendelee na maisha kama Paulo. Tengeneza na Mungu. Mungu atafanya. 6. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu. Akafungua kinywa chake amtukane Mungu. Na kulitukana jina lake na maskani yake. Nao wakaao mbinguni. Huyu mtu kazi yake kubwa kufanyaje? Kutukana. Twende. Tena
Maliza tu 6 twende. Amen. Amepewa kufuka tusiwe kutukana Mungu, kutukana mbingu, kutukana na nani? Biblia hamna kweli. Israeli, na huko kuna Biblia unasahau vitu. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakaao mbinguni. Anatukana Mungu, anatukana jina ya Mungu, anatukana nao watu ya Mungu wako mbinguni, anatukana kwa sababu hii muda sisi tunaangalia watu wanateseka hapa kama kwenye TV, kama naangalia movie ya Chick Norris kisha za kwenye TV. Hata hii mtu anaumia. Mimi sina uwezo wa kusaidia kwa sababu naona hii kwenye TV. Amen. David itakoa anatukana. Ndio mwambia kwa watu, acha maisha ya kutukana. Hii roho ya shetani. Wewe yuko na watu wanaishi tu na matusi. Bila kujua kiwasaidia nani? Ya shetani. Itakuwaje wewe Mkristo kabisa uishi na matusi tu? Amen. Uishi na kutukana. Tunaenda na wakati mbaya sana. Amen. 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 Ndio nataka kabla tuanze kuona wakifoma sio wanachukia, wanaanza kuongea, wanatuma watu Dar es Salaam hadi hapa, wanatuma watu nini hadi hapa. Watili gani? Kwa sababu shetani hapendi watu wajue ukweli. Ukitengeneza na Mungu, utaishi maisha vizuri Mungu. Amen. Amen. Sawa. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu. Na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Biblia inasema ya kwanza amepewa nguvu ya kufanya nini? Vita na watakatifu. Vita yakafanyaje? Anafanyaje? Sijui kama Biblia yako ina akafanya tena. Nataka kusoma vizuri, nataka mtu mmoja aelewe vizuri sana. Akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Maana yake huyu watu wanasema huyu watu watapanda mara 3 ya mwisho, ndiye amebaki na wao sasa duniani. Sasa yeye anapata vita, nguvu ya kufanya nao vita, lakini yeye ndiye mshindi. Akitaka kukata mkono, kukata sikio na kata, ndio namwambia watu wengine kichwa ndiye inaingia mbingu. Mungu anaweza kurudisha mwili huu. Mwingine tumbo tu ndiye inaenda mbinguni. Huyu watu wa mwisho pale. Kwa sababu nyama atapigwa. Mungu alipewa nguvu ya kushinda. Kwa sababu neema imeisha. Mshindi yetu ni Yesu Kristo, amegawa, ameenda mbinguni. Amen. Amen. Sasa hapa ameachia shetani. Utafanyaje sasa? Amen. Amen. Utengeneze na Mungu. Tengeneze na Mungu. Watu wako na nguvu wako. Unawaza watu kama baba. Mimi namwambia kwa watu, mimi nimezunguka mikoa 24 mikutano Tanzania. Tuko na watu wanajua kwa shida kubwa. Tanzania wanapenda kuruwana. Huyu anaenda anachukua nguvu na kushema magonjwa, anafunga biashara huyu aina. Lakini nguvu kama nguvu, wivu, uombane mezidi, watu wanachukiana, wanafanya nguo ya huyu nyama. Amen. Sisi tuna mganga mwingine akienyeji pale. Alikuwa anatangaza hii mganga anaitwa Baozi. Kazi yake kutuma watu ngani. Ukija kwake unatoa $100, utalala kwake. Inchi yote unataka kwenda unaandika tu inchi. Usiku saa 6 na kutuma. Diso melala unaweza kwenda kuamka Paris. Hata kwenye soko, hata juu ya daraja, kwenye wilu umefika huko. Hii mtalikuwa anaitwa Baozi. Mwingine anataka kwenda Amerika, anaenda huko. Anapeleka hii pesa. Kama ilikuwa Tanzania watu wameimaliza hapo, watu wote saizi wako Ulaya. Anatuma watu wa Amerika, Faransa, nchi yoyote anatuma watu. Amen. Ilikuwa na balozi ya Italia 2013. Unaweza tu kuingia mtandao utapata hii habari. Siku moja wamechukua mkongomani mmoja mwanamke, wameweka waziri
huku pale, kwa sababu wakongomani wako na neema na mabunge zote ya Ulaya wapo na waziri karibia wote wa Ulaya wapo, hata wa serikali ya Amerika wapo. Amen. Sasa wameingia, huyu mzungu mmoja amesimama, itakuwaje mimi nafanya kazi ya kosi wasema nafanya kazi na nyani kama anaitwa watu Afrika nyani. Hii mwanamke amesema mimi nimeacha kazi na rudi kwetu, wewe utakuwa nyani. Ameenda amefanya vitu zake. Siku moja nani amelala, ameamuka mikono na kichwa imekuwa ya nyani. Hapa kutu huko nimebaki ya yeye. Mke wake mtu ya kwanza kukimbia. Imepita na habari zote, unaweza kuingia kwenye YouTube utapata, unaandika tu na Kiingereza utapata hiyo habari kwa video. Imepita na channel zote makubwa ya dunia. Ameenda kuomba mwanamke, naomba msamaha, nisamehe. Mwanamke amesema mimi najua tu kwa elimu kutengeneza sijui. Hata kufika kwa huyu mtu nilikuwa nimevuka bamuto sana, nimeteseka, nimelala siku 3 njiani ya kwenda kufika kwake. Maana yake hata kuende pale siwezi tena. Wamechukua sasa huyu mtu, wanafunga hii waziri wanapeleka na sasa ya wanyani. Analia. Amesema mimi ni mtu. Kwa nini unafanya masema wewe ni nyani, umepata kudema kuongea. Umeshatoka na mioyo ya watu. Amen. Unaweza kucheka lakini vitu vya kweli. Amen. Tunaenda wakati mbaya mno. Sisi tumeona siku moja tulikuwa na nabii moja ya uongo alikuwa kutokeza kwetu. Yes, Kinshasa. Huyu nabii anaweza kusema anashusha malaika, anashusha malaika. Sisi tumekaa sio ya uongo wote umeona kwa South Africa hapa na wajui ya uongo. Hapana. Unakaa ndio unasema hivi unashuka. Kila mtu anaanza akukimbia. Alikuwa na uwezo sana lakini amekufa genyeza ya kuweka ya Mungu. Alikuwa anaitwa na wahayisi wala. Genyeza hamna. Kwa sababu gani? Amechezea Mungu. Mungu alikuwa anamwambia mtakatifu. Mungu ni baba wa watakatifu. Tunaenda na wakati mbaya. Unataka kuongea mtu mmoja bado umeokoka, unaenda kubangana kienyeji. Bado umeokoka wewe ni mchawi. Bado umeokoka wewe mtu ya dhambi. Bado umeokoka unafanya vitu vingi sana, Mungu anakuja. Amen. Ukibaki duniani, maombi yako ilikuwa imepiga hii nyama. Sasa akirudi, ukionani barabarani itakuwaje? Kama amepewa nguvu ya kushinda watakatifu. Sasa wewe ndio msho mtakatifu atakufanyaje? Amen. Tunaendelea. Nimaliza 7 kwenye nani? Baada ya watakatifu. Biblia inasema baada hapa amekupa nguvu juu ya kila kabila. Amen. Yeye sio anatuulizo hapa rais hapa ni nani? Hapana, hii nyama sasa na muda ya mwisho atakuwa na nguvu na kila kabila. Akiamua amesema huyu naona ananisumbua. Wewe imbwa. Umekuwa imbwa. Atakuwa na nguvu zaidi. Amen. Atakuwa na nguvu zaidi. Tutengeneze na Mungu. Sisi tulikuwa na mtu mmoja wa mazoezi anaitwa Edini. Huyu mtu alikuwa akipigana na mtu, watu wote Afrika wanaogopa kupigana naye. Atafanya operation ya mikono yake. Ni mchawi mkubwa sana kumngana. Anapasua, anachukua vitu zote ya ndani na kula mbele ya watu. Watu wanaona kwenye TV kiingia na nika tu Edini kwenye TV utaona. Huyu mtu alikuwa anatembea, anaweza kuja soka anafanya mtu alikuwa amekupa machungaji wengi sana katika kuangusha watu chini. Akichukua kitambulisho hiki kitambaa anafanya soko mzima melala. Amen. Mtu yuko na pesa yuko na gari, anaweza kusimamisha gari yake. Yule extend kusema panda tu twende na kuenda tunaenda kuchata. Katika Yesu sitaki. Watu wanalia, watu wanakimbia, watu wapende tu kuona sura zake. Amen. Kwa sababu ya matokeo yametokeza. Tutengeneze na Mungu. Amen. Lakini huyu mtu yuko na wachungaji anaogopa. Amen. Huyu mtu yuko na watu wanafanyaje? Anaogopa watakatifu. Nataka kumwambia kitu moja, shetani anaogopa watu wanani? Watakatifu. Usitakase baada ya kuinuliwa. Takaswa saizi. Kwa sababu hii watu watainulia hata watateseka sana. Amen. Hivyo kama hapo umekaa, Mungu amesema nende kuanza kanisa kwa Waarabu hapa. Lazima kwenda Mungu. Kila siku napigwa, siku nyingine unakata mkono, siku nyingine unakatia mguu, siku nyingine wakutoboa kisu. Siku nyingine wanaweza kukanyaga wana nani? Wanachukua nani? Nyondo wanagonga kwa miguu yako, wewe sina kuvaa viatu, na viatu zote sijui kama utaachia nani. Matokeo ni nyingi.
Amen. Sasa hii ya dunia tu, sasa ya Mungu itakuwaje? Amen. 8. Namba 8. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Biblia inasema, nataka uelewe vizuri sana. Biblia inasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Amen. Nataka kumwambia mtu mmoja, wewe mtu hapa tupigie Yesu makofi, upendi kufanya hiki, upendi. Iko na siku unakuja kanisa mhubiri, amina, mchungaji, amina, unapiga makofi, unaimba kwa ajili ya Mungu, unafanya vitu nyingi sana. Wewe peke yako unasubiri mimi hapa, amina, huku mimi hapa, mimi napepea Mungu hapa. Sasa baba Diota amesema hapana, lakini mimi napepa tu. Sisi tunaabudu Mungu, wewe umebaki hapa sasa duniani. Kwa sababu muda anaanza kuingia haji ba kanisa, matokeo itakuwa mbaya mno. Tutengeneza na Mungu, lakini watakatifu watalii. Lakini wewe mtu na nguvu juu ya nani? 10. 9. Mtu akiwa na sikio na asikie. Biblia inasema mtu yuko na sikio asikie. Mimi nashangaa sasa tunatafuta watakatifu mahali ya ibada wapo. Hivyo na siku utaokoka tu mwenyewe. 10. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Imani ya watakatifu itabadilika, itakuwa sio tena leo Mungu amesema ukipiga hapa atakurudishia hapa. Amen. Siku moja, amen. Siku moja mchungaji mmoja amefika, alikuwa hapa mtu ya ngumu, yafanya box mtu ya ngumu. Sasa ameokoka, ameenda kuhubiri sehemu moja mbaya sana, sema yuko na watu wanakunywa dawa kulevya. Huyu mtu amepiga ngumi ya kwanza, pa! Amepiga tena ya pili, pa! Amepiga ya tatu. Huyu mtu ameweka kama Biblia mjua, amerudisha tatu mara moja, ta. Huyu mtu amezimiwa. Mchungaji amepiga mtu amesema, huyu mchungaji anasema hata Biblia Yesu amesema ya kwanza na ya pili, ya tatu mimi sijaona mahali Mungu amesema ya tatu. Nimesoma hii kitu historia yake. Nimecheka hadi nimekaa chini. Amesema baba, Mungu amesema piga hapa anarudisha. Lakini huyu ya tatu hata kwenye Biblia inaandikwa. Maana Mungu anajua kiamezidi. Huyu mtamezimiwa. Watu wote wamekimbia. Usifanye hivyo, sio vizuri. Amen. Huyu muda itakuwa mtameweka kisu, hiyo si lazima wekee kisu. Mtakipiga ngumi moja, wanafunga wewe mtu lazima apige si ngumi ngapi? Moja. Itakuwa kila kitu vizuri na kila kitu mbaya unafanya itarudishia hivyo tu. 11. Biblia inasema hata imani ya Wakristo ya watakatifu sitapata shida. 11. Kisha nikaona mnyama mwingine. Ameona tena mnyama nyingine. Akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana-kondoo, akanena kama joka. Ameona nyama nyingine anainuka ndani ya nchi, lakini ilikuwa na pembe ngapi? Mbili. Alikuwa mfano ya mwana-kondoo, lakini sio mwana-kondoo. Tuko leo na watu wako mfano ya Yesu, lakini sio watoto wa Mungu. Wanajenga wakanisa, wanafanya mambo makubwa sana. Leo tunaongelea ushirikina umeingia mahali ya ibada. Leo kuna wakuu wa mwalimu ya pharmacy wamefungua sehemu ya ibada. Lakini hata mahali pale unaona kama wanafanya vitu zao, lakini hawajaacha vitu zao. Wamekumbia na kimbia kana fimu kama ya msifanye hiki. Na fimu Farao alikuwa anatumia pale.
Wengine watumia vitu vya nguvu kwa ajili gani? Kwa sababu ya kutukuza Mungu ya huko. Tutengeneze na Mungu. Amen. Amen. Ameinuka huyu mnyama. Ameinuka kwa ajili ya kazi gani? Tuendelee. 12. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza, mbele yake naye afanya dunia na wote wakaao duniani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Sasa huyu mnyama amepewa ndani nguvu ya huyu nyama ya kwanza. Amekuja kwa ajili watu wasujudie au waabudu nyama ya kwanza. Epi yeye anakuja kufanyaje? Kuingiza uponyaji na mahali watu wote walikuwa na shida. Sio Mungu, shetani. Utembee, simama hata utembea. Utaanza kutembea. Amepona. Shetani anaweza kufanya. Atakuwa kama mwana kondoo, lakini sio mwana kondoo. Atapona, atafanya vitu vingi. 14. 13 bado. Twende. Naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka. Twende ndo pale. Huyu mtakafanya na ishara kubwa. Amesema hapa sawa, unataka naonyesha moto ushuke. Moto inashuka inachoma kitu. Watafanya vitu inapitiliza akili ya watu. Amen. Maisha makubwa. Nimeona hapa Ulaya, nimeangalia manabii mwingine anaanza mtu anakuja mkono mgogo, anavuta. Mkono mguu na mkono inakuwa inafanana. Watu wanapiga magoti, wachawi wanafanya vitu. Kweli Mungu tunaamini Mungu anaweza kufanya mali ibada sio baada kuchezea. Yesu alikuwa duniani, amepona dunia mzima. Haja ameacha mtu atembee mbele ya hekalu amekaa pale. Mtu amekuja kusimamisha mtu alikuwa nani? Petro naye wapi? Sio mimi ninatamaliza kazi zote duniani. Mimi natafanya kazi nimepewa kwa ajili yangu. Mbele yangu ninatafanya. Amen. Kabla mimi nasimama ilikuwa na watumishi. Muda mimi nipe kusema watumishi mwingine, baada yangu itakuwa tena watumishi. Maana kila mtu amepewa kazi ili ataweza kufanya. Amen. Usikubali kuchukua utukufu na sehemu ya Mungu. Amen. Tunaendelea 13 malizini. Kufanya moto kushuka kutoka mbinguni. Moto kushuka kutoka mbinguni. Uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Itashuka mbele ya nchi hata mbele ya wanadamu. Amen. Moto inashuka mbele ya watu. Kama nimesema hii profeta alikuwa anashiriki hapa. Alikuwa akichasa. Alikuwa anaitwa yeye. Mtoto mdogo tu. Lakini alifanya vitu. Leo amekufa mauti ya hatari sana. Amen. Amen. Anaweza umeleta gari yako, anasukuma kwenye mdomo, anastaki hivi, anasukuma gari yako. Bila kushika. Umesema ngambie niko na Mungu. Huyu Mungu, Roho Mtakatifu kwa ajili ya kubadilisha watu tu. Roho Mtakatifu sio nguvu ya kuchezewa. Amen. Amen. Umeshaona watu bailiwa alikuwa na nguvu. Siku moja amesema ametembea, amesimama juu bila kukanyaga chini. Anasema nini niko na nguvu? Hamna. Watu wanataka vitu pitiliza akili ya watu, lakini watu wako na Roho Mtakatifu wanashuka. Tunaenda na wakati mbaya mno. Huyu nyama iko na pembe mbili kama mwanakondoo, lakini sio mwanakondoo. Watu watakuja na jina ya Mungu, wengine watakuja na Biblia, lakini watakuwa sio ya Mungu. Leo wafanyabiashara wameingia kanisani. Ndio mwana wanauza mafuta, wanauza maji. Na kitambaa ya upako wao imeanza kuuzia. Na Biblia ya kike hapa babati anauza chupi ya upako, single ya upako. Unajua na Biblia ya Dar es Salaam ukija kwa kusema niko na shida na mume wangu, sema leta chupi ya mume wangu na umpende. Aliruhusu na kitembeko na leta. Muganga yake yeye. Utengeneze na Mungu, wewe Mungu atafanya. Amen. 14. Naye hawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya Biblia inasema atafanyaje? Hii Swahili nzuri ni nini? Kusaidia Swahili nini? Ona Biblia yako amka. Biblia inasema
watu wataanguka, sijui kama Kiswahili inataka kuongea ni sawa, kupitia mishahara atafanya. Sasa ile neno wameandika pale ni nini? Kiswahili ile neno ni Faransa kwa siku hii. Ndio Biblia kwa muda. Kukosesha. Okay, sijui nasoma nini. Nikisoma naelewa zaidi. Amen. 14 Biblia inasema naye awakosesha kukosesha. Amen. Sasa nashangaa unasoma Biblia unaangalia kama hujasikia. Anawakosesha watu kupitia mashara makubwa atafanya. Amen. Anafanya mtazama mtu mwingine alikuwa amekatika mguu anamfanya mguu imetoka pio. Wamesema pale, waiti mzima wanafuata huyo mtu. Wanafuata inyama. Hii ni ishara ya muda wa mwisho. Ndio namwambia Mungu sikio, ametokea huko jambo nyumbani umeanda. Ameenda huko unafanya kwa sababu ilikuwa na mishahara ya nini muda wa mwisho. Usije mahali ya ibada kwa sababu unatafuta ujiza. Njoo mahali ya ibada kwa sababu unaamini Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Biblia inasema ujiza inafuata watakatifu. Tunakuja sio sema ibada kutafuta uponyaji au baraka. Ukishaishi maisha matakatifu, unaanza popote unaenda baraka itakufuata. Popote unaenda ujiza itakufuata. Sio lazima uombe kwa sababu Mungu yuko nyuma ya neno lake kwa ajili ya kutimizwa. Amen. Akipenda upone hapa ni sawa. Akipenda upone babalani ni sawa. Akipenda upone njiani ni sawa, lakini ujiza itakufuata popote. Amen. Tunafanya huduma sio kwa ajili ya kupona watu kwenye mwili. Tunafanya huduma kwa ajili ya mabadiliko watu waingie mbinguni. Leo watu wameacha vitu ya msingi. Watu wanataka wajaze watu. Wanataka kusikia tu. Si kwa msingi wa uponyaji. Ndio watu wanakuja. Mchungaji mmoja alikuwa pale, pesa inatoka kwenye pochi. Hii benki gani? Benki ya Taifa ya Tanzania au benki ya aina gani? Hata mimi kama nilikuwa rais lazima na mwaliko mchungaji njoo, tuko na shida hapa serikali, toa pesa itoe je nyumba tufanye kazi ya kujenga serikali. Amen. Watu wanachezea jina la Mungu. Amen. Lakini endelea kukaa vizuri. Endelea kukaa vizuri na Mungu. Mungu atafanya. Maliza 14. Watengeneze sanamu ya nyama. Nyama huyu ya kwanza ilikuwa ametokea wapi? Baharini. Ndio wametokea wafanya nini? Hii mshahara. Sasa huyu ndiye atakuwa Mungu. Wanaanza kuweka mara nane hapo. Amen. Mtu mmoja alikuwa ameuliza mimi kwenye mtandao. Amesema prophet, mtu anaweza kuvaa msalaba? Nimwambia hivi. Mtu anaweza kuvaa msalaba lakini msalaba gani? Tuko na msalaba 33 ya ushirikina. Ya Mungu ni moja tu, ni mbao mbili. Na ushirikina sio mbao. Iko na vitu vingine wameweka mapambo vingine vitu vingine. Hii namba moja. Ya pili, tuko na msalaba, mtazama msalaba na Yesu bado yuko juu. Biblia inasema hayupo tena pale, ameshafufuka. Sasa huyo msalaba umevaa na Yesu. Maana yake wewe Mungu wako tayari ameshakufa. Amen. Bado hajafufuka. Ndio nimemwambia tuko na msalaba wingi. Sio kitu nzuri kufanya nini? Wewe kutumia msalaba na hata na mashine hata na nini sio kitu nzuri sana. Kwa sababu wako unajua shetani anatoa jinsi gani kutoa watu. Hata kama unaangalia hii ni mbao miwili tu. Amen. Ni mbao miwili tumegeuza, tumeweka sisi wenyewe tumetengeneza. Mimi vitu zote hivi mwenyewe nilikuwa nimelala nimeona. Nimeanza kutengeneza kwenye simu. Ndio inaitwa Yoshua, ni mtu wangu anafanya vitu haya, ameunganisha hivi vitu hivi. Ni mbao. Lakini wote mwingine ndio vitu kama kichwa mwingine ameweka kabisa na Yesu. Sasa kama bado yuko msalabani yeye mwenyewe anashindwa kutoka pale. Sisi tunakuja kuabudu naye. Sijui kama unaelewa. Usinichukie naongea ukweli. Wewe Mungu unaabudu bado yuko msalabani. Unaona mwingine katika kanisa malaika na yeye amekaa pale. Hadi leo yuko msalabani. Sasa huyu tunakuja kuabudu ni nani? Amen.
hata Yesu wa kweli baada ya kuweka msalabani pale, Biblia inasema kitu gani kilikuwa imefanyika? Biblia inasema alikuwa wametoa pale, wameingiza na sehemu ya kuweka wafu wamekufa, wamefanya maombi, ibada pale wamefinika. Sasa huyu tunaona kila siku msalabani ni nani? Natafundisha siku moja nikipata neema. Amen. Bila kupitia mitandao, bila chochote natafundisha. Itakusaidia. Amen. 15. Akatoa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya au wote wasio isujudi sanamu ya mnyama wauawe. Amen. Biblia inasema watapewa, amen, nguvu na hii sanamu ya ufanyaje? Hii sanamu inaanza kuongea sasa, kufungua macho. Wewe unaomba, umeona sanamu, umezoea kuona kanisa yenu, baadaye nifungua macho. Umesema mtoto wangu sema unatakaje? Utaendelea kuomba tena? Unasema Mungu amefanya. Sasa baada ya hiyo Biblia inasema atapewa nguvu ya kufanyaje? Ya kuchinja hii watu. Amen. 16. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono yao wa kuume au katika vipaji vyao vya nyuso zao. Amen. Amen. Tufika na 16. Biblia inasema watapewa alama. Sijui kama naongea Swahili vizuri. Mark na mkono yao ya kiume ipi hapa. Amen. Tunaenda kukaribia, utajua alama gani. Nataongelea sana mahali hapo. Tuko na watu wanasema lakini wako na alama. Ndio umeona yuko na usemi, ukienda pale lazima uchukue hata mafuta hata chupa hata kupaki hapa, unafanya hivi. Wewe umesema umeniingilia. Wanakuingizia vitu na limwengu ya roho, wanaweka njia alama. Mwingine anachukua mkono wako ya kuuma, anafanya anashika hapo. Wewe unasema kwa njia siku kupenda nimeshika, amenifanya mkono wangu katikati hivi. Nashika pesa. Unajua kitu gani iko ndani ya mkono wako? Umekuachia. Amen. Nataka uelewe hii alama itakusaidia. 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Sasa na muda ya mwisho dunia mzima, bainchi zote itakuwa mtu anataka kuuza, mtu anataka kufungua nyumba, mtu anataka atawekee maji au umeme, kila kitu ifanyike, hata kununua chakula, hata embe, lazima aweke alama, waweke alama ndani yake. Huyu alama imeshaanza kuweka na nchi nyingi. Amen. Utajua tu. Mara nyingine umeshazaliwa na hii alama, utajua. 18. Hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyu, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Biblia inasema wewe alama itakuwa ya 666. Ukihesabu utaona. Sisi kuna mwimbaji mmoja kwetu anapendwa sana hapa Tanzania, sitaki kuongea tu jina kwa sababu sitaki makama ile kwetu ile kumfuata aje hapa, lakini naongea vitu vya kweli. Alikuwa ameimba namba 1. Huyu namba anaweka, ukipiga hesabu inatoka 666. Sio mara kwanza. Sasa watu si hapa wanaimba. Amen. Wanaimba. Ukiimba hivi manake unamwambia shetani niko tayari kupewa hii alama. Kuna watu wanaishi meshapewa hii alama. Amen. Amerika kabisa nimeona kuna watu wanapigwa hii alama. Sasa tunapigiwa simu hata wachungaji, tunapigiwa simu. Sisi kundi fulani
tunataka kukupa kitu tutakufanyia ulizo, tunakupa pete, sheni na gauni. Tutakupa na pesa nyingi sana. Amen. Baada ya kukupa hivi vitu, watu watakuja, tutaweka matajiri zetu zote watakuja kwa sababu utajulikana, utakuwa na vitu vingi, utakuwa na wazo nyingi. Unaenda kupewa vitu. Watu wanaacha Mungu kwa ajili ya vitu. Ndio ndio leo pete imeingia kanisa. Mchungaji kabla ubiri watu wanachukua pete nafanya. Watu wanapiga makofi. Muda maagiza ameanza. Unajua kitu gani kwa ndani ya pete? Tunaenda wakati mbaya mno. Amen. Mungu ameachia sisi neno lake tu. Huyu mhubiri watu wapendi. Leo watu wengi sana wanapenda anapotoa ngapi hapo wanashusha mbele ya shetani kwa ajili ya vitu vya kawaida tu. Leo watu mbaya, watu wa ushirikina wanaanza kumwambia watu hata umeokoka hata hujaokoka utakufa siku moja. Lakini wanasahau kuongea na watu baada ya kufa utakwenda wapi? Amen. Baada ya kufa utaenda wapi? Tengeneza na Mungu. Hii si maisha matakatifu. Biblia inasema hakuna mtu anaweza kununua vitu, hakuna mtu anaweza kula hata kuishi kwake kama hii alama hamna. Ndio kama uko na hii alama na mwisho 666 wanaona hata unataka kuchukua vitu bure utachukua. Hata basi upandi. Hata unaenda kuomba maji kwa mtu anasema alama hamna. Sasa shetani ameenda kuweka watu wote alama ya mwisho. Amen. Ale na usiku wa mzee kanisa hapa kwa Myebani umekana hii alama. Sisi tutakuwa na politiki. Na huyo alama hajafunguka. Tutalia sana. Huyu muda tuweze na kumsaidia. Tengeneza hii muda tupo hapa. Amen. Hii wakati unaweza kutengeneza na Mungu. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. Amen. Usikubali utumike kwa watu watatumika mwezi 42. Amen. Ya kutumikia shetani. Amen. Watu wanapewa Mungu. Mwingine akikaa anaomba mimi mtakatifu siwezi kubadilika, amelala njaa leo. Amelala njaa kesho. Je, ataka anaanza kutetemeka. Anafanyaje? Anaenda tu mwenyewe. Nipige tu nataka ugali. Amen. Mwingine yuko na gari amezoea maisha starehe. Mafuta imeisha, nitembea alisema natakana tembea na miguu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu amesema hapana. Mimi na bagari yangu nitabaki na nani? Nipige tu bagari yangu itembee. Amen. Huko wa polisi wanaanza kufunga watu sio kwa ajili ya Mungu. Wakiona unatembea bila ya alama simama. Alama iko wapi hamna kitu. Weke hapo ni gari, aende magerezani. Tutaenda na wakati mbaya mno. Huyu wakati Mungu anasema Roho Mtakatifu amina, shetani atatawala, watu watabaki wataabudu yeye. Huyu Mungu amesema amekupa hata nguvu na watakatifu watabaki. Amen. Tengeneza na Mungu. Amen. Amen. Usikubali kuharibu na Mungu kwa ajili ya kitu, kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya watu. Amen. Usikubali hata siku moja. Yesu anakuja, atakukuta wapi? Atakukuta wapi? Ubadilike. Utengeneze na Mungu. Mungu atainua, atafanya mambo makubwa sana. Amen. 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 Tunaweza kusimama. Funga macho, nyosha mikono yako mbele. Nataka uanze kuangalia maisha yako. Yesu akirudi leo utaingia. Yesu atarudi, akirudi leo utaingia. Yesu aliamua. Nasubiri ufunge macho, usiniangalie. Angalie tu kama uko na pepo au wewe inakusumbua, unaniangalia nitakuja kukuombea. Wale watakupa la maombi watakuombea, lakini kama hamna wewe kama kitu unaombea, anza kuchika kabisa maisha yako. Mwimbaji mmoja hapa anataka tuabudu Mungu ikatana tu. Muda tunaabudu Mungu, wewe unaingia ndani ya uwepo ya Bwana. Unamwambia Mungu akusaidie.
abadilishe maisha yako. Amen. Mwambie Yesu akusaidie, abadilishe maisha yako. Anza kucheka kabisa maisha yako. Mungu akirudi sasa utaingia. Wakati kama haya ukifika, itakuwaje kwa ajili yako? Itakuwaje? Ndio umeona shetani anatafuta kuangusha watakatifu, anatafuta kuangusha watu wazuri. Shetani anatafuta, anasimama kufanya vitu vingi, lakini na wakati ya mwisho mimi naomba uendelee kusimama. Uendelee kusimama. Yesu anarudi. Yesu anarudi.